Nyanyua mkono wako wa kulia, sema Roho Mtakatifu. Paza sauti yako, sema Roho Mtakatifu, niko mbele zako jioni ya leo. Ninanyenyekea kwako. Ninanyenyekea kwako. Ninakuhitaji Bwana. Ninakuhitaji Bwana. Jioni ya leo. Jioni ya leo. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Uwe tayari. Uwe tayari. Kunisaidia. Kunisaidia. Niko tayari Bwana. Niko tayari Bwana. Jioni ya leo. Jioni ya leo. Sema nami. Sema nami. Kwa neno lako. Kwa neno lako. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba mketi sasa na wahudumu pia. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku nyingine tena ambayo Bwana ametupa. Wale ambao wamekuwepo juzi na jana, leo ni siku ya 3. Na wewe ambaye unatufuatilia pia kwa njia ya mitandao, leo ni siku ya 3 ya semina yenye kichwa cha somo kinachosema imani juu ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Imani juu ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Na wale ambao tumeanza nao, tumeanza mbali kidogo. Niliweza kukwambia kuwa ujazo wa Roho Mtakatifu, ujazo wa Roho Mtakatifu ni kazi ya Mungu ndani ya mwamini, ambapo Roho Mtakatifu humjaza mtu nguvu, utakatifu, ujasiri na uongozi wa kiroho ili kuishi maisha yanayompendeza Mungu na kutumika katika kazi yake. Narudia tena, nilisema ujazo wa Roho Mtakatifu ni kazi ya Mungu ndani ya mwamini, ambapo Roho Mtakatifu humjaza mtu nguvu, utakatifu, ujasiri na uongozi wa kiroho ili kuishi maisha yanayompendeza Mungu na kutumika katika kazi yake. Haleluya. Tunapozungumza juu ya imani juu ya ujazo wa Roho Mtakatifu, maana yake nini? Imani juu ya ujazo wa Roho Mtakatifu ni imani inayokupa ufahamu wa kuwa na hakika juu ya uwepo wa Roho Mtakatifu na nguvu zake. Imani inayokupa ufahamu wa kuwa na hakika juu ya uwepo wa Roho Mtakatifu na nguvu zake. Unaweza ukawa unasikia habari za Roho Mtakatifu, umezisikia na kuzisikia, lakini ndani yako hakujawa na imani ya kukupa uhakika juu ya uwepo wake na nguvu zake. Kwa hiyo imani juu ya ujazo wa Roho Mtakatifu ni imani inayokupa ufahamu wa kuwa na hakika juu ya uwepo wa Roho Mtakatifu na nguvu zake. Siku moja Paulo alitembelea kanisa moja, nitakwambia huko mbele ninapokuonyesha mambo ya kufanya ili uweze kujazwa Roho Mtakatifu. Paulo alitembelea kanisa moja, akawauliza, je, mlipookoka mlijazwa Roho Mtakatifu? Nilikuwa naangalia ile sentensi wakati Paulo analiuliza lile kanisa, mlipookoka mlijazwa Roho Mtakatifu? Wanasema hata kusikia tu hatukuwahi kusikia, lakini kuokoka wameokoka. Hatukuwahi kusikia habari za Roho Mtakatifu. Sasa ile kwamba unamuimba ukisema mimi mwalimu nimesikia habari za Roho Mtakatifu, imani chanzo chake ni kusikia. Maana yake unasema mwalimu, mimi ninayo imani ambayo nimeipata kupitia neno la Mungu juu ya Roho Mtakatifu. Haleluya, watu wa Mungu. Sasa imani nimekuonyesha, lakini tunapozungumza imani
juu ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Maana nyingine ya pili, maana yake nini? Ni imani ya kumpokea Roho Mtakatifu na kujazwa Roho Mtakatifu. Sasa ukisema kujazwa Roho Mtakatifu, maana yake ni kujazwa Roho Mtakatifu ni kujazwa yote alionayo Roho Mtakatifu. Jina la Yesu libarikiwe. Ukisikia mtu anasema nimejaa Roho Mtakatifu, tafsiri ya kwanza sio kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha ni ishara kwamba umejazwa. Kujazwa Roho Mtakatifu ni zaidi ya kunena kwa lugha. Ukijazwa Roho Mtakatifu, maana yake umejazwa yote alionayo Roho Mtakatifu. Amen, amen. Umejazwa yote alionayo Roho Mtakatifu. Kwa imani juu ya ujazo wa Roho Mtakatifu ni imani ya kumpokea Roho Mtakatifu na kujazwa yote alionayo Roho Mtakatifu. Sio kusema tu ninaye Roho Mtakatifu, lakini alionayo Roho Mtakatifu haunayo. Bwana asifiwe. Kwa sababu ukisoma maandiko, Biblia inasema Mungu atakupa akili katika mambo yote. So unaifahamu hiyo? Timotheo wa pili sura ya ngapi? Sura ya pili mstari wa 7 inasemaje? Wa 7 anasema, yafahamu sana hayo nisemayo, kwa maana Bwana atakupa akili katika mambo yote. Maana yake kuna akili katika mambo yote. Kwa unaweza kukuta mtu ana akili, kimuuliza una akili gani? Kaambia mimi nina akili ya kuhubiri tu. Ukisoma Biblia huko utakutana na aina nyingi za akili. Kuna watu walikuwa na akili na hekima ya kuzijua nyakati na majira. Au wanaitwa wana wa Isakari. Kumbe hadi kujua nyakati na majira kunahitaji nini? Akili. Ukiona mambo yanaendaenda tu ujui hizi ni nyakati gani unapitia, maana yake akili kwenye maeneo ya nyakati na majira huna. Lakini kuna watu humu ndani utaona walikuwa na akili ya kilimo, wapo humu. Na mmoja nilikwambia sijui ni jana, Mfalme Uzia alikuwa na akili ya kilimo. Lakini utawaona watu humu ndani, kuna watu walikuwa na akili ya masuala ya uchumi. Wapo akili. Utaona mtu mmoja aliokoa mpaka dunia nzima isije ikaangamia kwa njaa kwa sababu ya akili na hekima. Yusufu, zile akili alizitoa wapi? Biblia inasema tumpate wapi mtu kama wewe ambaye Roho wa Mungu anakaa ndani yake. Maanake unagundua ile ni akili ya Roho wa nani? Wa Mungu. Wangapi wamejazwa Roho Mtakatifu? Mbona mmeanza kushusha mikono? Jina la Yesu libarikiwe. Wangapi wamejazwa Roho Mtakatifu? Wengine wanasita. Kuna viwango vya kujazwa. Usijizalau kwamba hujajazwa. Jina la Yesu libarikiwe. Unasema nimejazwa mwalimu, lakini kuna viwango nataka nijae zaidi. Jina la Yesu libarikiwe. Kama umenielewa sema amen. Kama umenielewa sema amen. Unajua nimefundisha hapa, ndio maana nimeuliza hili swali, kwa sababu nisikuondolee ujasiri ukajiona uko empty kabisa. Hapana, unacho kitu ndani. Ndio maana umekuja hapa. Unafikiri umekuja hapa kwa msaada wa nani? Wa Roho Mtakatifu. Kwa unaye pia. Amen, amen. Kama umenielewa sema amina. Kama umenielewa sema amina. Kama umenielewa sema amen. Kama umenielewa sema amen. Kwa hiyo unajazwa yote alionayo Roho Mtakatifu. Yote. Ndio maana nimekufafanulia hapa ili usije ukawa nasema Roho Mtakatifu nijaze, unawaza nguvu peke yake. Nasema yote, na huko mbele tutazungumza utaelewa. Yote alionayo Roho Mtakatifu. Unaweza kumwambia Roho Mtakatifu nijaze akili, nijaze maarifa, nijaze hekima. Na saa nyingine ukimwambia Roho Mtakatifu nijaze, ukaufungua moyo wako, anaweza akakujaza vyote ndani yako. Vyote. Kanisa la Matendo ya Mitume si walijazwa vyote? Nguvu ya kutenda miujiza ilikuwepo,
kuhubiri neno kulikuwepo, na uchumi ukawepo. Haleluya, watu wa Mungu. Ndio maana unaona hata walikuwa wanajitoa sana sadaka. Roho Mtakatifu akija, ishara kwamba unaye Roho Mtakatifu kweli, angalia kiwango chako cha utoaji sadaka, unajipima. Wale ndugu walikuwa hadi wengine wanagawanya mpaka ardhi zao kuuza ili wapeleke kanisani, na walikuwa hawapungukiwi. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa ukijaa Roho Mtakatifu mambo yanabadilika. Lazima uwe na imani hii. Tunaposema ujazo wa Roho Mtakatifu ni kujazwa yote alionayo Roho Mtakatifu. Sasa nini kinatokea unapokuwa umejazwa Roho Mtakatifu? Ngoja niendelee pale nilipoishia, twende kwenye maombi. Unapokuwa umejazwa Roho Mtakatifu nini kinatokea? Nilikusomea Matendo ya Mitume 2 mstari wa 1 mpaka wa 4. Alafu ule wa 4 unasema wote waliokuwemo mle ndani wakajazwa Roho Mtakatifu, wakasema kwa lugha mpya. Nilikwambia Roho Mtakatifu anakutengenezea usemi, anakutengenezea lugha. Na nikakwambia kwa nini Roho Mtakatifu huwa anakiwahi kinywa, huwa anakiwahi kinywa chako kukutengenezea lugha. Kwa sababu ulimwengu wa roho unaongozwa na matamko. Ili vitu ambavyo Roho Mtakatifu anavitaka viweze kutokea, haijalishi amekupa upako kiasi gani, asipokupa uwezo wa kutamka vitatokea, hata kama una nguvu sana. Ndio maana kuna mahali atakwambia sema, kili, ongea, zungumza. Mahali pengine atasema njoo tuhojiane. Kwa nini anataka useme? Kwa sababu ulimwengu wa roho una respondi, unaitikia matamko katika roho. Amen, amen. Na kama ulimwengu wa roho unaitikia matamko, nilikwambia vyote unavyoviona vinaendeshwa katika mwili vinaanzia rohoni, asili yake ni rohoni. Lakini jambo lingine nikakwambia, unapojazwa Roho Mtakatifu unapokea uhai wa kiroho, uzima wa kiroho. Unaanza kuishi kwa kalenda ya Mungu, sio kalenda ya ulimwengu tena. Ukishajazwa Roho unaanza kuishi kwa kalenda ya Mungu. Kama unataka kuishi kwa kalenda ya Mungu, jazwa Roho Mtakatifu. Wale wanaosoma maandiko watagundua hata hizi siku za mwisho tunazohubiri, siku za mwisho zilianza kuhesabika siku walipojazwa Roho Mtakatifu, kalenda ikaanza kusoma. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akijaa kwenye maisha ya mtu, kalenda ya Mungu inaanza. Kalenda ya Mungu ikianza, maana yake matukio na maisha ambayo Mungu aliyakusudia uwe nayo yanaanza ndani yako. Lakini ni mpaka umejazwa Roho Mtakatifu. Ukisoma maandiko kuanzia mwanzo, wakati wote Roho Mtakatifu alipowajaza watu, ndipo kalenda zao za maisha zilianza. Kutembea na Mungu kulianza pale. Kuyaona maisha ambayo Mungu alimeyakusudia yalianza pale. Manake kwa lugha nyingine, bila Roho Mtakatifu huna maisha. Haleluya, watu wa Mungu. Na uzuri wa Roho Mtakatifu anapokujaga, anakutaga vingi vimekufa, vingine vimeuawa, vingine vimezima, vingine vimezofika. Akisha kuja na nguvu zake, anahuisha, anakufanya uwe hai. Nilikuonyesha ile Ezekieli 37:14 anaposema nitatia roho yangu ndani yenu nanyi mpatapata kuishi. Maana yake hawakuwa wanaishi bila roho wa Mungu. Ili waanze kuishi ilibidi Mungu atie roho yake ndani yao. Kwa ili waanze kuishi kwenye mpango wa Mungu, inabidi roho wa Mungu aingie ndani. Kijana yoyote unayemuona, hata kama yuko na spidi, anapambana sana, yuko vizuri, kama hajajazwa roho, anaweza akawa na vitu vingi lakini nje ya mpango wa Mungu. Ndio maana tuna vijana wengi wamejiuza nafsi zao kwa shetani. Wengine wameingia mikataba na kuzimu, kwa wameziuza roho zao kwa mashetani, ili wapate hela, ili wapate uchumi, ili vipawa vyao vionekane, ili waimbe nyimbo.
ili wapate nafasi mbalimbali. Umewahi kuona kuna maeneo mengine watu ili kupata hata vyeo vya kanisani inabidi akaloge? Manake anataka roho itakayomweka kwenye nafasi. Huwezi kukaa kwenye nafasi, huwezi kuishi kwenye nafasi yoyote bila roho iliyokuweka hapo. Mtu yoyote unayeona anakaa kwenye nafasi yoyote, hadi kitongoji, kuna roho imemweka. Kwa mtu wa kanisani lazima ajae roho ili aweze kuishi. Bila kujaa roho hutaishi kwenye mpango wa Mungu. Jambo la tatu, jana nilikwambia, Roho Mtakatifu anapokuja, unapojazwa Roho Mtakatifu unapokea mafuta, kwa sababu nguvu zake ni nini? Mafuta. Unapokea mafuta, na kazi ya hiyo mafuta nikakwambia ni kuvunja nila. Kwa ujazo wa Roho Mtakatifu unasababisha nila zivunjike kwenye maisha yako, na nilikupa mifano hapo. Ujazo wa Roho Mtakatifu. Kwa nini msisitizo mkubwa katika siku za mwisho watu wanatakiwa kujazwa Roho Mtakatifu? Kanisa lijazwe Roho Mtakatifu, wahubiri wajazwe Roho Mtakatifu, waimbaji wajazwe Roho Mtakatifu, wanawake wajazwe Roho Mtakatifu, vijana wajazwe Roho Mtakatifu, sijui watu gani wajazwe Roho Mtakatifu, wanasiasa wajazwe Roho Mtakatifu, viongozi wa serikali wajazwe Roho Mtakatifu, wafanyabiashara wajazwe Roho Mtakatifu, wakulima wajazwe Roho Mtakatifu, walimu wa sekondari, shule ya msingi, vyuo wajazwe. Why? Kwa nini wajazwe Roho Mtakatifu? Kwa nini wajazwe Roho Mtakatifu? Kwa nini ujazwe Roho Mtakatifu? Ujazo wa Roho Mtakatifu unaleta nini? Nimekuonyesha vitu vitatu hapo. Lakini jambo lingine, ukijazwa Roho Mtakatifu linatokea ni jambo hili. Roho Mtakatifu akijaa ndani yako Roho Mtakatifu akijaa ndani, jambo linalotokea la nne ni jambo kubwa sana. Anakupeleka kwenye nafasi na kwenye maisha ambayo Mungu alikukusudia. Haya maisha anayoyasema huwezi kujipeleka, hata usome, hata uwe na PhD huwezi kujipeleka, hata uwe profesa huwezi kujipeleka. Maisha ambayo Mungu alikukusudia wewe huwezi kujipeleka, watu wa Mungu. Hata uwe umesoma, hata uachiwe urithi na familia yako, wazazi wako waseme tumekuachia makampuni, lakini huwezi kujipeleka maisha ambayo Mungu alikukusudia. Ujazo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapokujaza anakupeleka kwenye nafasi, au anakuweka kwenye nafasi na kwenye maisha ambayo Mungu alikukusudia. Na Roho Mtakatifu anapokupeleka, njia zake zinavuka mipaka ya akili za kibinadamu. Unaweza ukawa umesoma, hiyo nafasi huwezi kuipata hata kama umesoma. Ni mpaka Roho aliyekujaa akuweke. Mwalimu, unaongelea nini? Fungua kitabu cha Samueli, tuanzie na Samueli. Jina la Yesu libarikiwe. Tuanzie Samueli. Angalia Samueli wa kwanza, ile sura ya 16. Samueli wa kwanza sura ya 16. Natamani Mungu aniinue. Huwezi kuinuliwa bila ujazo, watu wa Mungu. Mimi nakwambia, hata nikikuombea hapa ukipokea muujiza kwamba Mungu amekupa, sijui mwalimu aliniombea muujiza, Mungu nimepata muujiza, Mungu amenipa fedha, amenipa mtaji, lakini kukaa kwenye kiwango hicho cha uchumi kinahitaji ujazo wa Roho Mtakatifu. Huwezi kukaa. Utapokea huo muujiza, utakula, baada ya miaka utakuja kurudi pale pale ulipokuwa. Hujai kuona mtu anapokea muujiza na anasema kwa kweli sasa ametoka. Mwenzetu ametuacha, baada ya miaka mnamkuta wapi? Amerudi. Hadi yale mashamba aliyokuwa amenunua ameanza kuuza, kulipa nini? Madeni. Sijui unanielewa ninachosema? Unanielewa ninachosema? Ndio maana Mungu anapokutendea muujiza,
moja ya kitu atakifanya pia ndani yako ni kuhakikisha anaachilia roho wake ndani yako wa kukukalisha mahali amekupeleka. Samueli wa kwanza ile sura ya 16, maandiko yanasema, kisha Samueli akamwambia Yese, watoto wako wote wapo hapa? Naye akasema, amesalia mdogo wao. Naye akasema, amesalia mdogo wao, na tazama anawachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huku. Basi akatuma mtu, naye akamleta kwao. Naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri, na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, ondoka umtie mafuta, maana huyu ndiye. Ndipo Samueli akaitoa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana, sema na roho ya Bwana ilifanya nini? Ilifanya nini? Ilifanya nini? Ilifanya nini? Ilifanya nini? Roho ya Bwana ikamjilia. Tena Biblia inasema, na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka zake Lama. Basi roho ya Bwana ilikuwa imemwacha Sauli, yani roho ya Bwana iliyomjilia Daudi, saa hiyo Sauli imemwacha, na roho mbaya kutoka kwa Bwana ikamsumbua. Na watumishi wa Sauli wakamwambia, angalia sasa, roho mbaya kutoka kwa Mungu inakusumbua. Basi Bwana wetu na atuamuru sisi watumishi wake waliopo hapa mbele yako, watafute mtu aliyestadi wa kupiga kinubi. Cha kwanza, aliyestadi. Basi itakuwa roho ile mbaya kutoka kwa Mungu itakapokujilia, yeye atapiga kinubi kwa mkono wake, nawe utapona. Basi Sauli akawaambia, vema, nitafutieni mtu aliyestadi wa kupiga kinubi mkaniletee. Ndipo akajibu mmoja wa watumishi wake akasema, tazama, nimemuona. Sema nimemuona. Anasema, nimemuona mwana mmoja wa Yese Mbethlehemu, aliyestadi wa kupiga kinubi. Tena huyu ana cha ziada, sio stadi tu, tena ni mtu shujaa, hodari wa vita, anenaye kwa busara, mtu mzuri ambaye Bwana yu pamoja naye. Muona hicho cha ziada zaidi, Bwana yupo pamoja naye. Afangalia, basi Sauli akampelekea Yese wajumbe, akasema, nipelekee Daudi mwanao aliye pamoja na kondoo. Yese akatoa punda, wakachukua mikate na kiriba cha divai na mwanambuzi, akampelekea Sauli kwa mkono wa Daudi mwanaye. Basi Daudi akamwendea Sauli, akasimama mbele yake, naye akampenda sana. Sema, naye akampenda sana. Biblia inasema, naye akapata kuwa mtu wa kumchukulia silaha zake. Kisha Sauli akapeleka watu kwa Yese, akasema, tafadhali mwache Daudi asimame mbele yangu, maana ameona kibali machoni pangu. Haleluya, watu wa Mungu. Angalia huo mstari wa 22. Kisha Sauli, huyu ni mfalme, anatuma watu kwa Yese, anasema, mwache Daudi asimame mbele yangu, maana ameona kibali machoni pangu. Ameona nini? Kibali. Sasa mwalimu, ilianzia wapi? Daudi yule aliyekuwa anachunga kondoo, Bwana alikuwa pamoja naye, akamsaidia kupiga dubu na nini na nini na kila kitu. Lakini huyu Daudi ambaye baada ya kutiwa mafuta na Samuel nabii, Biblia inasema roho ya Bwana ikamjilia kwa nguvu. Maana yake akajazwa Roho Mtakatifu siku ile. Alipojazwa, maandiko yanasema baada ya roho ya Bwana kumjilia kwa nguvu, Samueli aliondoka akaenda zake. Huyu aliyejaa roho akaondoka, akarudi wapi? Kuchunga nini? Kondoo. Waliokuwa wanamuona anarudi kuchunga kondoo, wanamtazama ni yule yule, wanamfahamu ni yule
Hawajui yule aliyetoka kuchunga kondoo akaja kwa Samueli ni tofauti na anayetoka kwa Samueli kurudi kuchunga kondoo. Daudi aliyekuwa anakuja kwa Samueli alikuwa Daudi wa kawaida kabisa, mwenye moyo mzuri, anayempenda Bwana. Lakini Daudi aliyejaa Roho hakuwa Daudi yule aliyekuja kwa Samueli, ni mwingine huyu. Maisha yake yamebadilishwa. Kuanzia pale kalenda ya Daudi inaanza. Ataanza kujadiliwa na watu wasiowajua. Yeye yuko polini, hajawahi kaa mjini, sio mtoto wa mjini, ni mtoto wa kijijini, ni mtoto wa polini. Hajaenda chuo kikuu, hajatembea mjini, hajafanya kazi ofisi kubwa, lakini kwa sababu amejazwa Roho, wale waliokaa mjini wanamjadili mtoto wa polini. Kwa nini? Kwa sababu amejaa Roho. Roho, channel zinafunguka kwenye ulimwengu wa roho, frequency zote zinaanza kudaka. Watu wanasema kuna mtu tumemwona, kikao kimekaliwa Ikuru, wanamjadili mchunga kondoo, shule hajaenda, wamekaa wasomi, wanasema kuna mchunga kondoo tumemwona, yule anazo sifa, yeye ni stadi wa kupiga kinubi, lakini ni mtu hodari. Hodari kauonyesha wapi? Hajawahi kwenda jeshi, lakini amekuwa akipigana na madubu polini. Akajaa Roho, wakaanza kumjadili. Nani alisababisha wamjadili? Nani alisababisha wamjadili? Roho Mtakatifu. Kwa sababu yule Roho aliyekuwa kwa Sauli amemwacha, lakini amekuja kujaa kwa Daudi. Alafu kumbuka, anatiwa mafuta ya kuwa nani? Kuwa mfalme. Maana yake kwa lugha nyingine, hawezi kukaa kwenye nafasi ya kifalme mpaka amejazwa nini? Roho Mtakatifu. Wewe unatafuta nafasi kabla hujajazwa. Utasikia tu Mungu aniinue niwe mwimbaji wa kimataifa. Umejaa Roho, utakufa. Jina la Yesu libarikiwe. Unasema Mungu aniinue niwe mchungaji mkubwa, mchungaji ambaye nikisema nikihubiri injili maelfu yanaokoka. Umejaa Roho. Mungu aniinue niwe mhubiri. Umejaa Roho. Yaani ukijaa Roho hutasema Mungu aniinue. Roho uliyejaa ndani yake, Roho aliyejaa ndani yako, huyo ndiye atakuinua hata usiposema akuinue. Daudi hakuomba ainuliwe, hakuomba. Kilichofanyika tu ni baada ya kujaa Roho. Angalia Roho Mtakatifu alichofanya, akaanza kumchukua. Wanamjadili Ikuru, Roho Mtakatifu akampeleka karibu na Ikuru. Alipofika Ikuru, Roho Mtakatifu akamtambulisha, akampa kibali mbele ya Sauli. Sauli akampenda sana. Sauli akasema amepata kibali. Alimuita apige kinubi, baadaye anampa na kazi ya kubeba silaha. Manake msaidizi wake wa karibu, mbeba siri za Sauli. Yaani mchunga kondoo kageuka kuwa msaidizi wa karibu wa rais. Unaelewa kinachotafutwa hapo? Kashatiwa mafuta ya kuwa rais huyu. Jina la Yesu libarikiwe. Sijui unanielewa nachosema? Katiwa mafuta. Wewe unafikiri inawezekaneje? Unafikiri wapiga vinubi alikuwa Daudi peke yake? Walikuwepo, maana yake walikuwa wengi. Stadi wa kupiga vinubi walikuwepo. Lakini Daudi alichokuwa amewazidi, yeye alikuwa, Bwana alikuwa pamoja naye. Maana yake uwepo wa Roho Mtakatifu ulikuwa juu ya maisha yake, lakini alikuwa amejazwa nguvu. Akipiga kinubi, mtu anayesikia anapona. Mnaweza mkawa piga vinanda wengi, lakini kuna mtu akipiga watu wanaingia kunena kwa lugha. Unaelewa maana yake? Lazima atatafutwa. Mnasikia anachosema? Mnaweza mkawa waimbaji wengi, kuna mtu akiimba hivi watu wanapona. Daudi alizoea kulala polini. Alipoitwa Ikulu alilala tena polini. Chai alikuwa anazisikia redioni. Alipoitwa Ikulu alipata shida ya chai. Anakaa na mfalme. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Maisha yake yakainuliwa. Kwa hiyo unataka kwenda kwenye maisha ambayo Mungu alikukusudia. Kumbuka, Mungu alishamchagua kuwa mfalme.
Lakini atakuwaje mfalme mtu anayechunga kondoo? Hakuna mtu anamjua nani atakayempendekeza awe mfalme. Na kwa taratibu za kipindi kile, waliozaliwa kwenye familia ya kifalme ndiye atakayekuwa mfalme. Nakumbuka Mungu alishamchagua Sauli, lakini Sauli ameharibu. Mungu anamwandaa Daudi, na ili Daudi aweze kukaa kwenye kiti cha ufalme, Mungu ikabidi amjaze roho wake. Na alipomjaza roho wake, roho wa Mungu ndiye akawa anamsogeza karibu na ikuru. Maana yake ukijazwa roho wa Mungu, Mungu anapotaka kukuinua kiuchumi, anakujaza roho wake kwenye eneo la uchumi, anaanza kukusogeza karibu 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 na mahali unapotakiwa kwenda. Ndio unashangaa watu ambao kutegemea kuongea nao, unaongea nao kwa urahisi kabisa. Sema huyu mfanyabiashara mkubwa hivi ananiambia eti anataka anisikilize mimi, mbona mimi sina hata hela? Kumbe roho wa Mungu anakupeleka karibu. Roho Mtakatifu anapokujaza watu wa Mungu, huwa anaanza kukupeleka kwenye maisha ambayo Mungu alikukusudia kuwa nayo. Ndio maana nimekupa mfano wa Daudi, lakini nina mfano wa Sauli. Angalia ile Samueli wa kwanza, ile sura ya 10. Samueli wa kwanza sura ya 10. Samueli wa kwanza sura ya 10. Ukianzia sura ya 9 itakuwa njema. Anzia sura ya 9 ili uweze kuelewa, lakini mimi sitasoma sana. Anzia sura ya 9 mstari wa 15 mpaka ule wa 27. Kaanzia sura ya 9 uone. Mstari wa 15 utaona Bwana alikuwa amemfunulia Samueli siku moja kabla Sauli hajamwendea, akisema, kesho wakati kama huu nitakuletea mtu kutoka wapi? Anasema nitakutokea mtu kutoka nchi ya Benyamini, naye umtie mafuta ili awe mkuu juu ya watu wangu. Sasa angalia hiyo sentence. Maana yake hawezi kuwa mkuu juu ya watu wangu mpaka ametiwa nini? Mpaka ametiwa nini? Na mafuta ni ishara ya nguvu za Roho Mtakatifu. Mpaka ametiwa mafuta. Nataka kuwa mkuu, nataka kumiliki na kutawala. Kwa mafuta gani? Na kabla Sauli hajaenda, Samueli alishafunuliwa. Maandiko yanasemaje? Ukisoma hapo unagundua kwenye ile sura ya 10 niliyokuambia, Samueli sasa akatoa kichupa. Nataka usome hapo sasa, sura ya 10 kuanzia mstari wa kwanza. Samueli akatoa kichupa cha mafuta, akayamimina kichwani pake, akambusu, akasema, je, Bwana akukutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wake Israeli, nawe utawamiliki watu wa Bwana na kuwaokoa na mikono ya adui zao. Kisha hii itakuwa ishara kwako ya kuwa Bwana amekutia mafuta uwe mkuu juu ya urithi wake. Utakapoondoka kwangu leo, utakutana na wanaume wawili karibu na kaburi la Raheli katika mpaka wa Benyamini huko Sesa. Nao watakuambia, punda hao uliokwenda kuwatafuta wameonekana, na tazama baba yako ameacha kufikiri habari za punda, anafikiri habari zenu, akisema, nifanye nini kwa ajili ya mwanangu? Kisha utakwenda mbele kutoka hapo na kufika kwa mwaloni wa Tabori, na hapo watu watatu watakutana nawe wanaokwea kumwendea Mungu huko Betheli. Mmoja amechukua wanambuzi watatu, na mwingine amechukua mikate mitatu, na mwingine anachukua kiriba cha divai. Nao watakusalimu na kukupa mikate miwili, nao utaipokea mikononi mwao. Baada ya hayo utafika Gibea ya Mungu, hapo palipo na ngome ya Wafilisti. Kisha itakuwa utakapofika mjini, utakutana na kundi la manabii wakishuka kutoka mahali pa juu, wenye kinanda na tari na kinubi na firimbi mbele yao, nao watakuwa wakitabiri. Na Roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nao utatabiri pamoja nao, nao utageuzwa kuwa mtu mwingine. Basi hapo ishara hizi zitakapotukia, fanya kama uonavyo vema, kwa kuwa Mungu yu pamoja nawe. Nao utatelemka mbele yangu mpaka Gilgali, nami angalia, nitakutelemkia huko ili kutoa sadaka za kuteketezwa na kuchinja, sadaka za amani. Siku 7 utangoja hata nitakapokuja na kukuonyesha atakayokupasa kufanya. Ikawa alipogeuka kumwacha Samueli, Mungu akambadilisha moyo, nazo ishara zile zote zikatokea siku ile ile. Basi walipofika Gibea, tazama, kikosi cha manabii wakakutana naye. Kisha Roho ya Mungu
ikamjilia kwa nguvu, naye akatabiri kati yao. Ikawa wote waliomjua zamani walipoliona jambo hilo, kwamba tazama, huyu anatabiri pamoja na manabii, ndipo watu wakamsemezana, ni nini hili lililompata mwana wa Kishi? Je, Sauli pia yupo miongoni mwa manabii? Naye akajibu mtu mmoja wa mahali hapo akasema, na baba yao ni nani? Kwa hiyo ikawa mithali, je, Sauli pia yuko miongoni mwa manabii? Jina la Yesu libarikiwe. Hizi ni habari za Sauli. Mungu anataka kumfanya kuwa mfalme, lakini atakuwaje mfalme? Anatokea kabila dogo, kabila lake ndio kabila lililo dogo, ukoo wake ndio ukoo ulio mdogo, alafu yeye anatakiwa achaguliwe awe mfalme wa Israeli, tena mfalme wa kwanza. Ili jambo lilimshangaza. Ukienda kusoma ile sura ya 9, lilimshangaza mpaka akasema, inawezekaneje jambo hili? Kwa hiyo kuna mambo ukiyatazama kibinadamu ni ngumu sana. Mungu anapoingia kwenye familia, haijalishi giza lilitawala kwa namna gani. Jina la Yesu libarikiwe. Kumbuka wakati huu punda wamepotea. Kinachomfanya Sauli asafiri ni kwenda kutafuta punda, lakini wakati yeye amepoteza punda, wakati unafikiri kuna kitu umepoteza, kumbe kwenye hicho ulichopoteza Mungu ameweka mpango wa kukuinua kutokea kwenye ulichopoteza. Sauli amepoteza punda, anajua anatafuta punda ili arejeshewe punda. Yeye anawaza punda, Mungu anawaza ufalme. Wewe unawaza madeni, Mungu anawaza utajiri. Wewe unawaza ulichopoteza, Mungu anawaza atakachokupa kilicho bora. Ndivyo Mungu alivyo, watu wa Mungu. Jina la Yesu libarikiwe. Sauli anawaza punda wamepotea, kumbe mbingu zimeandika kwamba muda umefika wa Sauli, familia ya mzee Kishi kuinuliwa, atokee mfalme atakaye wamiliki Israeli, atakaye tawala watu wangu. Lakini yeye atawaokoa watu wangu na maadui. Hawezi kuwaokoa. Huwezi kuokoa familia yako. Mungu hawezi kukuweka juu uwe mwokozi wa familia yako, ni mpaka amekutia mafuta. Ndio maana alipokutana na Sauli, Samueli anamwambia, Bwana amekutia mafuta ili uwe mkuu juu ya nyumba yake, juu ya urithi wake, upate kuwaokoa na adui zao. Unasema, mnaomba Mungu anisaidie mwalimu, ili familia yangu isiendelee kuteseka, ili watoto wangu wasiendelee kuteseka. Mungu atakachofanya ni kukujaza roho wake. Akikujaza roho wake, mafuta yanakaa juu yako ya kutawala kwenye ulimwengu wa roho, ya kuanza kuvusha familia yako. Ndio maana ujazo ni muhimu. Wewe ni muhimu. Kanisa haliwezi kustawi duniani bila ujazo wa Roho Mtakatifu. Kanisa nyakati tulizo nazo haliwezi kupona, haliwezi kustahimili majaribu bila ujazo wa Roho Mtakatifu. Saizi pia kijana ili aoe mke sahihi lazima ajazwe. Wewe unajazwa tu mara moja, unasema yani nilijazwaga roho. Ulijazwaga roho. Kujazwa roho sio historia. Hata ukiamka asubuhi mwambie nijaze tena, kwa sababu kuna maisha bado hujayaona, alafu nalizikaje? Na aliyebeba hayo maisha ni Roho wa Mungu. Asikudanganye mtu. Mimi mwalimu hapa nikikuombea na kuombea sehemu ndogo sana, lakini aliye na complete full package ya maisha yako ni Roho Mtakatifu wa Mungu aliye hai. Yeye ndiye amejaa maisha yako. Huyo ukimpata, huyo akikujaza, anakujaza maisha. Lengo la kukwambia haya ni nini? Angalia Sauli, ili awe mfalme ilibidi ajazwe roho, na alipojazwa roho ndipo Biblia inasema moyo wake ulibadilishwa. Moyo kubadilishwa maana yake na fikra zilibadilika, akaanza kuwaza kama mfalme. Ujaona watu wameokoka lakini wanawaza kama watumwa. Sauli alipojazwa, Biblia inasema moyo ukabadilika, ishara zikatokea, ndipo watu wakaanza kushangaa. Ikawa mithali kwamba Sauli naye ni nabii,
Kumbe Mungu amembadilisha ili amfanye kuwa mfalme. Kuna mahali, sikiliza, tunapojifunza habari ya ujazo wa Roho Mtakatifu, hatujifunzi habari za kusadikika, ni habari ya risi za maisha ya kiroho ambazo Roho Mtakatifu akikujaza wewe, maisha yako yanabadilika. Haleluya, watu wa Mungu. Nasema maisha yanabadilika, hatua zinabadilika. Unasema mwalimu, zinabadilikaje? Hata kama ulikuwa mtumishi, kuna kiwango unaweza ukajazwa ukawa mtumishi wa mahali fulani. Unaweza kujazwa mfanyabiashara ukawa mfanyabiashara wa eneo fulani. Pesa zikija nyingi huwezi kumanage, huwezi kuzalisha, kwa zinakimbia mikononi mwako. Kasome maandiko, watu waliojazwa Roho waliitwa wamepindua ulimwengu. Kwa sababu sisi tukijazwa Roho tunazileta mbingu duniani. Unaileta mbingu chumbani kwako, unaileta mbingu kwenye ndoa yako, unaileta mbingu kwenye familia, unaileta mbingu kwenye maisha yako, unaileta mbingu kanisani kwako. Watu wakipita wanasema pale Mungu yupo, pale Mungu yupo, pale Mungu yupo, pale Mungu yupo. Kwa nini? Kwa sababu kuna mtu amejazwa Roho. Ukijazwa Roho umejazwa maisha ya mbinguni. Haleluya, watu wa Mungu, haleluya. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Unataka kuishinda roho ya umaskini, jazwa Roho mpaka mwagike, utashinda. Unaweza kuwa na kanisa zuri halina shida, lakini shida huna Roho wa Mungu. Amen. Sema Mungu ria hai. Paza sauti yako, sema Mungu ria hai. Katika jina la Yesu niko mbele zako jioni ya leo. Nimesikia neno lako, ninakuhitaji wewe kwenye maisha yangu. Maisha yangu unayajua, mimi ni mwenye dhambi, nimekutenda dhambi nikafalakana na wewe, nimekutenda dhambi nikafungua mlango wa maisha mabaya, wa roho mbaya kuharibu maisha yangu. Jioni ya leo ninatubu kwako, ninatubu kwako, ninaomba unisamehe, ninaomba unisamehe. Watu waliponikosea, waliponitendea mabaya, sikuwa tayari kusamehe, nikawa na uchungu moyoni. Jioni ya leo, leo hii Bwana, ninaomba unisamehe, na mimi ninaachilia, nahitaji msaada wako. Nafungua moyo wangu tena, ingia ndani yangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ingia ndani yangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, gonga muhuri ndani ya moyo wangu, muhuri wa ukombozi, muhuri wa wokovu. Kuanzia leo mimi ni wako. Asante Bwana kwa kunisamehe dhambi zangu zote. Asante Bwana kwa kuniokoa tena. Liandike jina langu kwenye kitabu cha uzima, uzima wa milele. Unishike maisha yangu, uyatunze maisha yangu siku zote, siku zote mpaka utakapokuja kuninyakua, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Yesu kwa kuniokoa. Asante Yesu kwa kunirejeshea, kwa kunirejeshea uzima wako, uzima wako ndani yangu. Asante Yesu kwa kunirejeshea uzima wako ndani yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Umehuisha imani yangu, umeifanya upya kabisa, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, kuanzia leo yabebe maisha yangu, nijaze nguvu zako, nijaze hekima yako, nijaze roho wako, katika jina la Yesu,
roho wa uchaji, roho wa ibada, roho ya imani, roho ya ujasiri, roho ya nguvu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nisionewe tena, nisionewe tena kwenye ulimwengu wa roho. Tangu leo nisionewe tena katika jina la Yesu. Jiombee dakika moja sasa, jiombee kule, mtu wa Mungu kule nyuma, jiombee, jiombee, jiombee. Wewe uliyeko hapa, mshukuru Mungu, jiombee dakika moja, jiombee. Mwambie Mungu asante, mwambie Mungu asante, mwambie Mungu asante. Yes, asante. Mwambie Mungu asante in the mighty name of Jesus. Mwambie Mungu asante kuanzia leo katika jina la Yesu aliye hai. Mwambie Mungu asante katika jina la Yesu. Muhuri unagongwa ndani yako, maisha yako yako huru kuanzia leo katika jina la Yesu. Yes, pokea nguvu ya wokovu, pokea nguvu ya uwezo, pokea nguvu ya wokovu kuanzia leo, 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 kuanzia leo. Hilo giza halitakaa ndani yako. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Kuanzia leo pokea hiyo nguvu, pokea huo uwezo ndani yako leo, pokea hiyo nguvu. In Jesus, pokea hiyo nguvu ya wokovu. In Jesus name, in Jesus name. Wewe roho mwachie, 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 mwachie huyu kijana. Wewe roho mwachie, wewe roho mwachie, mwachie huyu kijana, mwachie huyu kijana. Kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo, bebe kwenye chumba cha maombi, bebe kwenye chumba cha maombi, ndio kuwapitia watumishi wako hao, Bwana, waguse kipekee na kuwanyanyua tena kipekee katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo, maisha yako yako huru, maisha yako yako huru. Tunaliadhimisha jina lako Bwana, endelee kutukuzwa milele yote. Asante kwa ajili ya nguvu zako, endelea kusimama, endelea ukijitukuza sawasawa na neno lako katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu uliye hai, jitukuze juu ya wanao hawa, jitukuze juu ya watumishi wako hawa, wako mbele za uso wako Jehova. Shughulika juu ya maisha yao, endelea neema, achilia uwezo wako na mamlaka, waguse kipekee na wanyanyue tena kipekee kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante kwa ajili ya utukufu wako, asante kwa ajili ya nguvu zako, asante kwa ajili ya uwezo wako Bwana. Teremka ukijitetea sawasawa na neno lako, endelea kutubeba tena, endelea kusimama kwa ajili yao tena katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu uliye hai, jitukuze sawasawa na neno lako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe Bwana, shughulika Bwana, teremka Jehova, teremka ukinena nasi. Asante mfalme mwema kutuhudumia jioni ya leo. Asante kwa ajili ya kina baba, asante kwa ajili ya kina mama, asante kwa ajili ya vijana, asante kwa ajili ya watoto, asante kwa ajili ya watu wa rika zote walioko mahali hapa Bwana. Waguse na kuwanyanyua tena, waongoze tena, simama kwa ajili yao tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Jesus name. Asante kwa ajili ya mamlaka yako. Jesus name. Na asante kwa ajili ya nguvu zako. Imeshakuwa. Neema yako yatosha Bwana. Imeshakuwa. Shughulika juu ya maisha yetu. Maisha yako yawe huru. Shughulika juu ya maisha yetu sasa. Maisha yako yawe huru. Jina la Yesu kuanzia leo mama. Kuanzia leo. Asante kwa ajili ya uaminifu wako. Wewe roho. Asante kwa ajili ya neema yako. Kila udhaifu yako ni ajabu. Unaendelea kumiliki. Unaendelea kujitukuza
juu ya watu wako hawa na juu ya kanisa lako kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya wema wako na fadhili zako tena. Dhihirishe na ujitetee katikati yao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante kwa ajili ya wako, asante kwa ajili ya wema wako, asante kwa ajili ya nguvu zako, asante kwa ajili ya nguvu zako. Neema yako Bwana iendelee kusimama, uendelee kujitukuza, uendelee kujionekana, uendelee kutuonekania. Tunatamani tukuone wewe kwenye viwango vingine tena kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante kwa ajili ya siku hii ya leo. Umesema nasi, umenena nasi, umezungumza nasi. Tunatamani Bwana siku ya kesho uende nasi na unene nasi, mfalme mwema. Achilia maono mengine kupitia mtumishi wako tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Neema yako iendelee kusimama kwa ajili yetu na kwa ajili ya maisha yetu. Tunaachilia damu ya Yesu iendelee kutukomboa, iendelee kutukomboa, uendelee kutukomboa na kutusafisha sawasawa na neno lako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti.